Naona fahari kuona wenzetu kutoka nchi jirani wakija kujifunza kwetu. Najua kuna watu ambao wanapinga mfumo, na hasa wale ambao walikuwa wananufaika na kunyonya wakulima wetu. Kwa hiyo tusitegemee kusifiwa tu. Wapinzani wapo na wataendelea kuwepo, kwa sababu wao walikuwa ni wanufaika wa mfumo nyonyaji kwa wakulima wetu. Sisi tusikatishwe tamaa na hao, tuweke uzalendo mbele, maslahi ya wananchi wetu mbele, kuhakikisha kwamba kesho yao ni bora kuliko jana tuliyoikuta. Ndugu zangu, Tanzania ni kubwa, wananchi wetu wanazidi kuongezeka. Kilimo ndio msingi mkuu wa uchumi wetu, na sisi tumepewa dhamana kwa Watanzania milioni 66 kusimamia maslahi yao. Ombi langu kwenu, tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa wazalendo, tuendelee kuwa waadilifu, kuhakikisha kwamba Watanzania kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala unaenda kuwa na manufaa kwao, na wao waje kuwa mashahidi kesho kusema kwamba serikali imeweka miundombinu ambayo inaenda kumnyanyua Mtanzania kutoka kwenye umaskini wake kwenda kwenye uchumi wa kati kufika kwenye uchumi wa juu. Naona kupitia mfumo huu kumekuwa na ongezeko la ushiriki wa wakulima, vyama vya ushirika, sekta binafsi pamoja na taasisi za kifedha katika biashara za mazao. Hali hii imechangia kuimarika kwa mazingira ya biashara na shughuli za kilimo na kiuchumi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hivyo basi, ndugu washiriki na ndugu waalikwa, maonyesho haya pamoja na mijadala iliyoandaliwa yanatoa fursa kwa wadau mbalimbali kubadilishana uzoefu, kuonyesha huduma na bidhaa, pamoja na kujadili namna ya kuendelea kuimarisha mfumo huu ili uweze kuendana na mahitaji ya sasa ya kibiashara, matumizi ya teknolojia pamoja na ushindani wa soko kikanda na kimataifa. Aidha, maadhimisho haya yanaendelea kuonyesha mchango wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika kuimarisha biashara za mazao na kuchangia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2020-2050.